Unatazama Sauti ya Afrika, sauti ya watu. Libase Gwe na Anicet Oula. Ukiangalia Simba ya Steve Barker kwa macho ya kikawaida unaweza kuona Libase Gwe upande mmoja na Anicet upande mwingine, lakini ukiangalia kwa jicho la kiufundi utaona kuna kitu cha tofauti kabisa ambacho mwalimu amekuwa kionyesha. Movement yao ina uwezo wa kubadilisha nafasi za mabeki, lakini pia inaweza kufungua half spaces, lakini pia imekuwa ikitengeneza corridors, na wakati mwingine movement ya mmoja wapo ndio ambayo imekuwa ikimfungulia mwingine nafasi ya kusonga mbele. Steve Barker anawatumiaje Gwe na Oula kuifanya Simba iwe na advantage kubwa ya kushinda mechi zake? Kitu cha kwanza ni kwamba upana wa uwanja. Tuangalie kwanza ni nini ambacho wanawalazimisha mabeki wa upinzani kufanya. Wanapokuwa wide, defense line inalazimika kujitanua, na defense line inapotanuka, nafasi katikati inaanza kuonekana. Hii ndiyo advantage ya kwanza. Lakini Barker hatumii winga kwa sababu tu anataka mtu akimbie pembeni. Amekuwa akitumia winga ili kumanipulate defensive line. Gwe akiwa nje, Oula akiwa nje, mpinzani hawezi kukusanya watu wote katikati bila kuacha upande mmoja wazi. Na hapa ndipo sasa tactical ya mwalimu Steve Barker inapoanza kuzaa matunda. Sasa hebu tuende tukamcheki Libase Gwe. Kitu muhimu sio tu kwamba yuko pembeni, lakini ni kitu gani ambacho anafanya akiwa pembeni. Kwanza anapokea mpira wide, lakini mara nyingine movement yake inayofuata ni kwenda mbele. Hii inalazimisha fullback kufanya uamuzi, afuate, abaki, ama aingie ndani au warudi nyuma. Na kila uamuzi wa defender unaweza kutengeneza nafasi nyingine. Gwe akiwa na speedi, Barker ana option ya kushambulia space nyuma ya defense line. Kwa hiyo winga anakuwa na kazi mbili, kuweka upana lakini pia kutishia. Halafu upande mwingine tuna Anicet Oula, na hapa ndipo mfumo unakuwa interesting, kwa sababu winga akiwa wide muda wote, defender anaweza kumzoea, lakini winga anapobadilisha position, defender analazimika kubadilisha orientation yake. Oula anaweza kuanza wide, lakini movement yake kwenda kwenye half space inaanza kubadilisha engo ya kuataki. Sasa defender anakuwa na tatizo jipya, amfuate Oula ndani au alinde corridor ya pembeni, na akimfuata winga inafunguka, na asipomfuata Oula anapata nafasi kati ya full back na center back. Na hii ndio sababu movement ya winga inaweza kuwa muhimu kuliko touch yenyewe. Hebu tukacheki movement ya mmoja namna gani inavyoweza kumfungulia mwingine. Tunapaswa kuangalia kama pair. Kwa mfano, Gwe akikaa wide na kuvuta full back, Oula akienda ndani, alafu center back anakuwa na pressure ya kuamua kama atatoka, na reverse yake pia inaweza kutokea. Oula akishika width, Gwe akatokea ndani, structure ya mpinzani inaanza kusogea. Hii inaitwa defensive manipulation. Si kwamba Barker anawaambia tu ninyi wawili chezeni pembeni, hapana. Anatumia position zao kuifanya defensive line isibaki comfortable. Kama kuna eneo moja ambalo unatakiwa kulifuatilia ukiangalia Simba ni hii hapa, ni half space. Kwa nini? Kwa sababu ni eneo la kati ya central midfielder na wide defender. Ukipata mpira hapa una option nyingi. Unaweza kuingia box, unaweza kucheza through ball, lakini pia unaweza kurudisha kwa midfielder, lakini pia unaweza kubadilisha upande, na unaweza pia kumlazimisha center back kutoka kwenye nafasi yake. Ndio maana winga wa kisasa hatakiwi kufungwa kwenye touch line, anatakiwa awe na uwezo wa kubadilisha engo. Gwe anaweza kutishia depth, lakini Oula anaweza kuingia half space, na movement zao zinaifanya Simba iwe na zaidi ya njia moja ya kushambulia. Overload nikimaanisha watatu dhidi ya wawili, na hapa Barker anaweza kupata advantage nyingine. Imagine Gwe akiwa wide, Oula upande mwingine, na midfielder akienda upande wa mpira. Kwa movement sahihi, Simba inaweza kutengeneza triangle. Mchezaji mmoja anashika width, mwingine anashika half space, na mwingine anakuja
underneath. Hapo defensive line lazima iamue nani anamfuata nani, lakini pia ukimfuata mtu mmoja, mwingine anapata nafasi kubadilisha side, switch of play. Lakini kama mpinzani akijaza watu wengi upande mmoja, baka ana option nyingine, switch of play. Nikimaanisha nini? Kwa sababu Gueye na Oula wanatoa widths pande zote mbili, Simba inaweza kuhamisha mpira kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Mpinzani akikusanyika kulia, upande wa kushoto unakuwa na nafasi. Akikusanyika kushoto, upande wa kulia unakuwa na nafasi. Kwa hiyo wingers wawili wanafanya kazi hata wakati hawana mpira. Hii ni pointi muhimu sana. Position yao inatengeneza nafasi kabla mpira haujafika. Transition, wakipata mpira wamekuwa wakiongeza spidi sana. Imekuwa ni silaha kivipi? Simba ikipata mpira hakuna haja ya kujenga attack taratibu kila wakati. Kama mpinzani yuko kwenye offensive shape, winga anaweza kuwa first target, Gueye anaweza kushambulia space, Oula anaweza kukata ndani, na hapa ndipo inapata advantage, time advantage, kwa sababu defensive line ya mpinzani inakuwa bado haijawa tayari. Na kwenye modern football wakati mwingine sio kuhusu kuwa na wachezaji wengi, bali ni kuwahi kutumia sekunde ambazo mpinzani anakuwa bado hana structure. Wanapopoteza mpira, mawinga wamekuwa ni sehemu ya defense. Winga mzuri si yule ambaye anajua kushambulia tu, bali anapaswa kujua ni nini cha kufanya mpira unapopotea. Gueye na Oula wakirudi kwenye structure, Simba inaweza kupunguza spaces pembeni. Hii inasaidia midfield, lakini kwa sababu gani? Kwa sababu winga akikaa juu bila defensive responsibility, fullback anaweza kuachwa 1 versus 2. Lakini winga akirudi kwa timing sahihi, timu inakuwa compact. Kwa hiyo role yao haianzi wakati Simba inapata mpira na haimaliziki Simba inapopoteza mpira, bali wao ni sehemu ya phases zote mbili, wakati wa kushambulia lakini pia wakati wa kufanya nini, wa kulinda. Kwa hiyo ukiunganisha pieces zote, beka anapata vitu kadhaa kutoka kwa mawinga hao wawili. Kwanza, widths, wanapoipanua defensive line. Pili, depths, wanaweza kushambulia nyuma ya mabeki. Tatu, half spaces access, wanaweza kuingia ndani na kutengeneza superiorities. 4, overloads, movement yao inasaidia kutengeneza 3 vs 2. 5, transition, speed yao inafanya Simba iwe hatari baada ya kupata mpira kwa sababu ya speed yao. Na mwisho, defensive balance, wanaporudi kwenye shape wanasaidia timu kuwa compact. Kwa hiyo ukiangalia tu dribbling zao unapata sehemu ndogo sana ya story, lakini tactical value yao ni kubwa zaidi ya mpira ambao unakuwa mguuni mwao, kwa sababu wana uwezo wa kushambulia lakini pia wana uwezo wa kurudi nyuma wakasaidia timu inapokuwa inashambuliwa. Kwa ninaweza kusema kwamba hawa si mawinga tu, lakini wamekuwa ni mechanism ya Steve Barker. Kivipi? Hapa ndipo ambapo tunaweza kuelewa vizuri zaidi matumizi ya Libase Gueye na Anicet Oula ndani ya mfumo wa Steve Barker. Hawa si mawinga wawili tu ambao wanasubiria mpira pembeni, bali ni mechanism. Wakati mmoja anapanua, mwingine anaingia ndani. Mmoja akivuta defender, mwingine anashambulia space. Mpinzani akijaza upande mmoja, wanatoa option ya switch. Mpira ukipotea, wanarudi nyuma, wanaenda kujenga nini? Wanarudi kwenye structure. Mpira unapopatikana, speed yao inakuwa pia ni silaha. Na hii ndio football ya tactical system. Mchezaji mmoja hawezi kueleweka bila kuelewa nafasi ya mchezaji mwingine. Kwa hiyo unapoitazama Simba ya Steve Barker, usiangalie tu nani ana mpira, lakini angalia nani anaivuta defender, nani anafungua space, nani anaifungua half, nani anaingia half space, lakini nani anashambulia depths. Na hapa ndipo utakapoanza kuona kazi halisi ya Libase Gueye na Anicet Oula. Hii sio story ya wingers wawili tu, bali ni story ya namna movement mbili zinavyoweza kubadilisha defensive structure ya timu nzima. Na kama Barker ataendelea kuifanya movement hii iwe psychological, kwamba Gueye na Oula wanaweza kuwa moja ya mechanisms muhimu zaidi katika attacking identity ya Simba. Tunatazama Sauti ya Afrika, sauti ya watu.